Vyama vya UASU na KUSU vimekataa pendekezo la serikali la kuwalipa waadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu shilingi bilioni 7.9 katika awamu mbili, wakisisitiza mgomo wao utaendelea. Vyama hivyo vikisema wanachama wao watarejea darasani deni litakapolipwa pamoja na kukamilishwa kwa makubaliano ya CBA ya mwaka 2025 mwaka 2029. Brenda Wanga na maelezo zaidi. Baada ya msururu wa mikutano ya miungano ya wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma nchini, UASU na KUSU jana usiku na leo asubuhi, matumaini ya kusitishwa kwa mgomo wao ambao umefika siku ya 45 yametibuka. All public universities and their constituent colleges shall remain on strike until all the demands are met. We have all agreed that the money that is owed to our members is 7.9 billion. We are only asking that this money be paid so that we bring peace and harmony in the sector. It is money that is long overdue. Maafisa wakuu wa UASU na KUSU wanasema wanachama wao walikataa pendekezo la serikali la kulipwa deni lao katika awamu mbili kwa sababu serikali imeshindwa kutekeleza makubaliano hayo hapo awali. The story of going back and forth. Ndio sababu tunasema nini? Mara hii lazima tumalizane ndio twende kwa awamu nyingine. Mgomo wa wahadhiri ulitokana na malimbikizi yasiyolipwa ya shilingi bilioni 7.9 na makubaliano ya mwaka 2025 hadi 2029 ambayo hayajakamilika. Waziri wa elimu Julius Ogambo ameitetea serikali katika mzozo huu, akisema kwamba wizara yake ilitoa pendekezo la kulipa deni hilo kwa awamu mbili kwa nia njema na kuwalaumu wahadhiri kwa kushikilia msimamo mikali. We therefore appeal to the university staff their sense of patriotism and duty of care to our students that they should resume work in their respective universities and allow an opportunity for constructive negotiations towards a mutually acceptable and sustainable solution. Haijulikani ni hatua gani serikali itachukua ili kupata suluhu, huku wanafunzi wakiendelea kuathirika pakubwa na mgomo huo. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.